Yes, bana, The Golden Boot bado ipo na wewe mtazamaji wa Anuari TV, na wasaa huu tunakwenda kumwangalia mshambuliaji raia wa Tanzania ambaye anakipiga soka lake la kulipwa katika nchi ya Ufaransa, French, katika kikosi cha Le Havre, klabu ambayo inashiriki ligi kuu ya soka nchini Ufaransa, Ligue 1. Huko Mbwana Samata ndio Mtanzania huyu ambaye anakipiga huko, na tunafahamu kwamba Mbwana Samata ndio mchezaji wa kwanza wa Kitanzania kucheza ligi hiyo, na huu mwezi wa 4 amefanya mabalaa makubwa sana katika timu hiyo kiasi kwamba mashabiki wa klabu hiyo ya Le Havre ya Ligue 1 nchini Ufaransa wamempigia kura ya kumchagua kama ni mchezaji bora wa klabu kwa mwezi wa 4. Mbwana Ali Samata amechaguliwa na mashabiki wa Le Havre kuwa mchezaji wao bora wa club. Amefanya nini katika timu hiyo katika kipindi hicho cha mwezi wa 4? Twende pamoja mpaka mwisho ni kujuza. Jina langu mimi ni Shabel Daniel, na nyuma ya kamera yupo kijana mpole msarabu, ndugu yangu Yusuf Mpuma. Sasa turejee katika topic husika. Mbwana Ali Samata ni mchezaji ambaye tangu amefika Le Havre amecheza zaidi ya michezo 24 katika kikosi hicho cha Le Havre, ya michezo 24 ya Ligue 1 nchini humo, na katika michezo hiyo 24 amefanikiwa kuanza katika michezo 14. Michezo 14 kati ya hiyo ameanza akiwa kikosi cha kwanza, na michezo 10 iliyosalia Mbwana ameingia aliingia ukitokea sub. Sasa hakuanza vizuri maisha yake ya soka nchini Ufaransa katika kikosi cha Le Havre, na ilimchukua, amedumu hapo, amecheza zaidi ya michezo mwanzoni. Wakati anafika mpaka mwezi wa 3 Machi 22 ndipo impact yake ilianza kuonekana katika kikosi cha Le Havre. Mwanzoni alicheza zaidi ya michezo isiyopungua 15 pasipo kufunga wala kuasisti bao lolote, na maisha yake yakaanza kubadilika mwaka alivyopinduka. Mwezi Machi tarehe 22 Mbwana Ali Samata alifanikiwa kuhusika kwenye goli lake la kwanza tangu amesajiliwa katika timu hiyo, katika mchezo ambao walikuwa away ama ugenini timu yake ya Le Havre, ambapo walikuwa na mchezo dhidi ya Paris FC, kikosi ambacho kinatokea katika mji wa Paris ama jiji la Paris nchini Ufaransa. Sasa huu katika jiji la Paris ndipo akaunti ya mchango wa magoli ya Mbwana Ali Samata ilifunguka katika mchezo huu ambao uliisha kwa Paris FC kuwafunga Le Havre magoli 3-2. Mbwana Samata alitoa assist ya goli moja, goli la kufutia machozi. Ni goli ambalo lilifungwa dakika 90 na kiungo mshambuliaji wa Le Havre anaitwa Godson Jeremiah. Huyu alifunga goli hilo akipokea pasi ya kichwa kutoka kwa Mbwana Ali Samata. Kwa hiyo ilikuwa ni Machi 22 mwaka 2026, Le Havre wakiwa ugenini katika mchezo ambao alipoteza magoli 3-2. Mchezo mwingine ambao Mbwana Samata alifungua akaunti yake ya mabao ulikuwa ni mchezo ambao ulifanyika Aprili 12, katika walikuwa ugenini pia katika mchezo ambao Le Havre walikuwa wanacheza na OGS Nice, kikosi hichi ambacho kinamilikiwa na miongoni mwa matajiri wa Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ambaye amewekeza pia fedha zake katika timu hii ya OGS Nice. Sasa katika mchezo huo ambao uliisha kwa sare ya goli 1-1, Mbwana Samata alifunga bao lake la kwanza akiwa nchini Ufaransa katika ligi kuu ya nchini humo, Ligue 1, katika kikosi cha Le Havre. Alifunga goli la kwanza kwa mguu wa kushoto ndani ya box, akimalizia cross ambayo ilipigwa kutokea winga ya kulia. Kwa hiyo Mbwana Samata bao lake la kwanza amelifunga baada ya kucheza michezo 21 bila kupata bao katika kikosi cha Le Havre katika ligi ya Ufaransa, Ligue 1. Kwa hiyo baada ya michezo 21 kupita, Mbwana Samata hatimaye akaandika bao lake la kwanza katika kikosi hicho cha Le Havre, na ilikuwa ni katika sare ambayo Le Havre walipata sare na OGS Nice wakiwa ugenini ya goli 1-1.
akaja tena kurudia kufunga goli lingine Aprili 26, Jumapili ya wiki iliyomalizika. Bwana Samata alisaidia Le Havre kupata alama moja wakiwa nyumbani katika uwanja wao wa Stade Eugene, ndo uwanja wa nyumbani wa Le Havre, ambapo Bwana Samata alifunga bao la kwanza dakika ya 5 kwa shuti kali ndani ya 18 la mpinzani, pia kwa mguu wa kulia semi volley ile katika dakika ya 5 tu ya mchezo. Mchezo ukaweza kumalizika kwa Le Havre kupata sare wakiwa katika uwanja wa nyumbani wa Stade Eugene, sare ya magoli 4-4. Kwa hiyo kiwango ambacho amekionyesha Bwana Samata katika wiki 3 hizi zilizopita ni kiwango ambacho kimewapelekea mashabiki wa timu ya Le Havre kuona kuthamini ama kutambua mchango wa Bwana Ali Samata katika mwezi huo wa 4, ambapo amechukua tuzo hiyo akiwa na magoli 2 pamoja na asisti 1. Nikukumbushe tu kwamba Bwana Ali Samata katika kikosi cha Le Havre ni top scorer namba 3 akiwa na magoli mengi katika timu hiyo. Mfungaji ambaye anaongoza kwa magoli mengi katika kikosi hicho cha Le Havre ni mshambuliaji raia wa Senegal anaitwa Issa Zomare. Yeye huyu Issa Zomare amefunga mabao 6 katika michezo 31 sambamba na kutoa assist 5. Anayefuatia katika nafasi ya pili ni Rassou Ndiaye mwenye mabao 4, lakini pia anayefuatia katika nafasi ya 3 mwenye magoli mengi ni Fode Doucouré ambaye yeye katika kikosi cha Le Havre ana magoli 3, pamoja na anashika nafasi ya 4 ndo Bwana Samata mwenye magoli 2 na amefungana na jamaa mwingine anaitwa Abdoulaye Toure ambaye mwenye magoli naye 2 pamoja na kiungo mshambuliaji Yassine Kecha na yeye mwenye magoli 2. Kwa hiyo hayo ndio maisha ya Bwana Samata na tuzo yake ya mchezaji bora wa mwezi wa 4, na anakuwa ni mchezaji wa kwanza Afrika Mashariki katika kikosi cha Le Havre, mchezaji wa kwanza kutokea Afrika Mashariki kuweza kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa club kwa mwezi zile tuzo za mwezi kwa mwezi wa 4. Na kwa pia Samata kama ambavyo nilikutajia awali ndio mchezaji wa kwanza wa Kitanzania kufunga bao katika ligi ya soka Ufaransa Ligue 1, lakini pia kuichezea ligi hiyo kubwa miongoni mwa ligi 5 kubwa barani Ulaya, French Ligue 1 akitokea Tanzania. Maua mengi kwa Bwana Samata na pongezi nyingi kwake. We hope kwamba ataendelea kupeperusha vyema bendera ya Tanzania akiwakilisha Tanzania na wachezaji wengi kutokea ligi hiyo ya Ufaransa. Mpaka wakati ujao, endelea kufuatilia vipindi mbalimbali vya hapa Anuari TV.